Sasa nimeeleza kuhusiana na vile ambavyo mtu anaweza akapangiwa siku ya uovu na akapatikana na uovu kwa ghafla pasipo kujua, na nikakuonyesha formula ya vile wachawi wanafanyanga. Watatia kiu ya dhambi ndani yako, na ukifanya ile dhambi inafanyika kama mnyororo wa kufuta kwenye siku ya uovu. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Mithali mlango wa 28 na mstari wa 13 mpaka 14, Maandiko yasema afichaye dhambi zake atofanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Dhambi inakuanga ni mnyororo wa kuvuta kwenye uovu. Ukifanya dhambi ya uasherati, ujue kwamba shetani amepata mnyororo wa kuvuta katika uovu ambao alikuwa amekupangia mwakani, ama uovu ambao wachawi na waganga na maadui zako walikuwa wamekupangia kukufanyia mwakani. Kwa hivyo kama wachawi na waganga na washirikina ama maadui zako kuna siku walikaa kikao wakakupangia mabaya, lakini ukajipata umefanya dhambi na hujaitubia ile dhambi, ujue kwamba umewapea nafasi kubwa sana wa kutekeleza jambo la kwao, maana dhambi ni mnyororo. Ndio maana maandiko yasema afichaye dhambi zake atofanikiwa. Hautafanikiwa kwenye hiyo ndoa, kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo harusi, kwenye hiyo masomo, kwa sababu kuna dhambi ambao umeifanya ukakosa kuitubia na ukaificha. Shetani akatumia kama mnyororo wa kuondoa katika ndoa yako, katika biashara yako, akakuweka kwenye siku yake ya uovu, akakuweka kwenye kalenda zake. Yale mambo ambao walikuwa wamekupangia yakaanza kukupata badala ya yale Mungu amekupangia ya kupate. Sasa ili upigane vita ya kiroho ama vita ya kiimani na ushinde katika hii siku ya uovu, labda uko ndani ya siku ya uovu ama umepangiwa siku ya uovu, lazima ujue kuvaa silaha za kupigana vita katika siku ya uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Askari wakienda kwenye vita, utaona kwamba kuna mavazi ambao wameyavaa, na yale mavazi wengine wako na bulletproof, wengine wako na vitu tofauti tofauti ambao ni za kuwazuia kama wakiingia kwenye vita na maadui kiasi kwamba wasije wakaturika. Sasa mtu yeyote ambaye ameokoka na anataka kupigana vita ya kiroho, haufai kupigana vita ya kiroho kama hujavaa mavazi ambayo yatakusaidia, yatakuwezesha kupigana vita ya kiroho. Kuna mavazi ambao ni ya kurelate na watu, ambao yameandikwa kwenye kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 na mstari wa 22. Maandiko yasema kwamba tunda ya Roho ni uvumilivu, amani, nini, vitu kama hizo. Hayo ni mavazi ambayo unafaa kuvaa kama mwanadamu katika spirit yako ama ndani yako, ukue uko na upendo, uko na uvumilivu, uko na utu wema, uko na amani, vitu kama hizo. Hayo ni matunda ya Roho Mtakatifu ambao tutaita mavazi ya spirit yako, mavazi ya rohoni ambao ukiyavaa utarelate vizuri na watu, utakaa vizuri na watu. Lakini kuna mavazi mengine ambao ni ya kupigana vita vya kiroho. Lakini kabla sijafika kwenye mavazi ya kupigana vita vya kiroho, nataka tusome kwenye kitabu cha Ufunuo, mlango wa 3 na mstari wa 17. Maandiko yasema hivi: kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe ujui kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi na uko uchi. Mstari wa 18, maandiko yasema hivi: nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Haya ni makanisa ambayo Yohana alipokuwa kwenye kisiwa cha Patmo alipewa ujumbe na Yesu ili apate kuwaeleza kile ambacho anafaa kukifanya. Na kati ya makanisa hayo, alipofika kwenye hili kanisa inaitwa Laodikia, kile ambacho Yesu alichokiona, aliwaona wakiwa uchi, pamoja na kuwa wakitembea barabarani, wakitembea kwenye njia, walionekana kwamba wamevaa nguo, na walikuwa wanajisifia kwamba wao ni matajiri, walikuwa wanajisifia kwamba maisha yao yako sawa. Lakini Yesu alipowaangalia akaona kwamba hao watu pamoja na kuwa wanajiona kuwa matajiri, lakini ni maskini, wako uchi. Wajua kuna mtu anaweza kutembea barabarani, lakini mapepo, majini na mashetani yakikuangalia na kuona uko uchi.
yakakuona hauna nguo umevalia. Katika ulimwengu wa kiroho, kama mtu akifunguliwa macho ataona vitu za ajabu sana. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi 139 na mstari wa 14, maandiko yanasema tumeumbwa kwa namna ya ajabu na namna ya kutisha. Katika ulimwengu wa kiroho, ukifunguliwa macho ujione huu unakaangaje, hapo ndio utaona, hapo ndio utashangaa, kwa sababu maandiko yanasema tumeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Unatisha sana katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana Paulo anapowaandresi watu anasema, anatuita kama kiumbe kipya. Maana anajaribu kuangalia huyu mtu amuite nani. Anaona kwamba huyu anafanana, huyu anafanana kitu tofauti. Watu katika ulimwengu wa kiroho wako tofauti, wamevaa mavazi tofauti. Kuna watu wengine ni nguzo la moto, ukimwangalia hivi ni moto tu. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi 104 na mstari wa 14, maandiko yanasema ya kwamba huwafanya malaika zake kuwa upepo na watumishi wake kuwa mwali wa moto. Kuna watu katika ulimwengu wa kiroho wakitembea hivi ni moto. Huyo mtu ukimguza hivi, kama wewe ni mchawi unachomeka. Ndio maana utaona kwamba kuna mtumishi wa Mungu akiingia kanisani, mapepo yanaanza kupiga duru. Akishika mtu mkono hivi, amwekee mkono, ile pepo inaanza kulipuka, kwa sababu ni moto umemguza ile pepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mavazi ya kurelate na watu, lakini pia kuna mavazi ya kupigana vita vya kiroho ambao nimekusomea. Hayo mavazi ya kupigana ya kurelate na watu ni yale mavazi yameandikwa kwenye kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 22. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kanisa walikuwa wanajigamba, wanasema kwamba sisi tuko na nguo, sisi ni matajiri, lakini Yesu akiwaangalia anaona kwamba wako uchi. Anawapa shauri, anawaambia kwenye kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 18, anawaambia nawapa shauri mkapate kununua dhahabu iliyo safi ili mkapate kuwa matajiri. Akawaambia mkanunue mavazi meupe ili mvae mfiche uchi wenu. Akawaambia na mnunue dawa ya macho ili mkapate kuona. Sasa hapa manabii ndio watatueleza hiyo dawa ya macho ambayo inamwezesha mtu kuona ni gani. Maana hili kanisa la Laodikia walikuwa wanajiona kwamba wamevaa mavazi, lakini macho yao yalikuwa yamezibwa kiasi kwamba hawezi kujiona kwamba wako uchi. Ilibidi sasa Yesu akawaambia mkanunue dawa ya macho. Manabii, nataka mtuambie hii dawa ya macho ambayo mtu akijipaka anafaa kuona vitu ambavyo ni veroni, vitu ambavyo hawezi akaviona kikawaida. Na usiniambie ni mafuta na maji ambazo mnatuuzianga. Lazima uniambie hii dawa ya macho ni dawa aina gani. Nitawaachia pale, kwa sababu mimi ni mwalimu wa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Katika ulimwengu wa kiroho, ili upigane vita, lazima ujifundishe kuvaa mavazi ya kupigana vita vya kiroho. Ndio maana sasa ukisoma kwenye kile kitabu cha Waefeso mlango wa 6 na mstari wa 12 mpaka 14 ama 12 kushuka, hapo ndio utaona mavazi ya kupigana vita vya kiroho. Paulo alipokuwa anawafundisha Waefeso, hakuwa anawafundisha kama vile alifundisha kanisa wa Rumi, kanisa wa Korinto, kanisa ya Wagalatia. Alifundisha vitu tofauti. Kwa mfano, alipoenda kwa Wagalatia, aliona Wagalatia kile ambacho wamekosa ni hekima. Anawaambia, enyi Wagalatia msiokuwa na akili, ni nani aliyewaroga ambao Kristo aliweka wazi mbele ya macho yenu? Kwenye kile kitabu cha Wagalatia mlango wa 3 mstari wa 1. Anaangalia Wagalatia, anaona kwamba wamerogwa kukosa akili. Lakini anapokuja kwa Waefeso anapata kitu tofauti. Anaona Waefeso kile ambacho wanapitia sana ni vita ya kiroho. Kwa hivyo akaanza kuwafundisha namna ya kupigana vita ya kiroho. Ukitaka kujua sana kupigana vita ya kiroho, soma kitabu cha Waefeso vizuri tu na Roho Mtakatifu akufunulia. Hapo ndio utajua namna ya kupigana vita vya kiroho. Na ni hapo ambao Paulo alipatana na hayawani wa Efeso. Maandiko yanasema akapigana na hayawani wa Efeso kwa namna ya kibinadamu. Ndio hapo ambapo Efeso alikutana na yule mwanamke ambao alikuwa na roho ya utambuzi. Alipotoa ile pepo akapelekwa gerezani. Ni hapo ambao Paulo alipigwa. Maana ukiona unapigwa kimwili, ujue katika kiroho kwanza ulipigwa, ulishindwa vita. Kwa hivyo Paulo akaanza kuwafundisha Waefeso namna ya kupigana vita vya kiroho. Akawaambia lazima mjifundishe kuvaa silaha za vita. Hizi silaha ndio nataka nizielezee hapa moja baada ya nyingine.